Basi leo ni Jumapili ya pili ambapo tupo katika mwendelezo wa somo linalohusu damu ya Yesu Kristo. Kwa wale waliokuwepo Jumapili iliyopita, tulianza kujifunza kuhusiana na damu ya Yesu Kristo na tuliangalia jinsi gani damu inavyonena mema juu ya maisha yetu, juu ya wale wote ambao wamempokea Kristo na kumwamini na kuiamini damu yake. Na tuliangalia vipengele kadha wa kadha. Sehemu ya kwanza ambayo tuliangalia ni jinsi gani damu ilivyo na uwezo wa kubeba taarifa, ikiwa na maana kwamba wewe unaweza ukasema una afya au ukasema kwamba ni mgonjwa kwa kinywa, lakini damu yako ikaeleza zaidi kuliko maneno yako. Na hiyo ndio maana kwa nini kuna vituo vya afya ambapo ukijisikia vibaya huiamini sauti inayokuambia ndani yako unaumwa, wala hujui ni kitu gani kinachokusumbua mpaka utakapofika hospitalini na kuchukuliwa kipimo cha damu. Damu yako itakuelezea upo katika hali gani, kama je ni mgonjwa au una afya. Je ni mgonjwa katika stage ipi, upo katika hali mbaya au yenye unafuu. Kwa hivyo damu inatoa taarifa, inatoa sauti ambayo sio sauti kama sauti tunayojua, lakini ni sauti nyingine ambayo ni kubwa sana. Vivyo hivyo pia katika kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, damu yake iliyomwagika ardhini ilikuwa inatoa sauti, inanena mema, inanena msamaha, inanena utakaso, inanena kufunguliwa. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwepo Jumapili iliyopita, kwa neema ya Mungu tuliweza kuliangalia jambo hilo. Na siku ya leo tutaenda katika sehemu ya pili, na Jumapili inayokuja tutahitimisha kwa kushiriki meza ya Bwana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa ni mfululizo wa masomo yanayohusiana na damu ya Yesu Kristo. Usikose Jumapili ijayo kwa sababu ni Jumapili ya msingi sana. Lakini na leo hii tunaenda kujifunza kuhusiana na damu ya Yesu. Ni jambo la msingi sana, ni kitu cha msingi sana ukielewa kuhusiana na damu ya Yesu Kristo. Siku ya leo tunaenda kuangalia au kujifunza kuhusiana na utakaso wa damu ya Yesu. Kwa kichwa cha somo kinasema damu ya Yesu inatakasa. Wiki iliyopita tulijifunza kwamba damu ya Yesu inanena mema. Na leo hii tunajifunza kwamba damu ya Yesu inatakasa, au kwa lugha nyingine inaondoa. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Unajua kuna vitu ambavyo vinatakasa. Cha kwanza ni maji. Nguo iliyochafuka inasafishwa na maji masafi. Kwa maana utaona watu waliochafuka nguo zao zilizochafuka wanakwenda kuziosha kwenye maji mengi, kwenye maji yanayotiririka au maji yaliyotuama, lakini katika maji mengi. Na zile nguo zinaposafishwa kwa maji huaga zinatakata. Amen. Ndio utakaso, ndio kitu pekee ambacho cha kwanza kinachotakasa vitu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini maji hayatoshi kutakasa kila kitu. Mfano ukichukua jiwe ambalo au dhahabu mali inapochimbwa, inachimbwa katika mashimo makubwa, na kule ile dhahabu inakuwa imechanganyikana na mawe na mambo mengi. Ili za kuipata ile dhahabu ambayo ni halisi pure gold, au chukui maji na kwenda kuisafisha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ingawa maji yanasafisha, lakini haleti ule utakaso kamilifu. Kinachofuata hapo ni moto. Maana ile dhahabu inachukuliwa inaenda kuyeyushwa. Ikiyeyushwa basi kisha kujuji yale mawe au ule uchafu unajitenga, bali ni ile dhahabu ambayo ni halisi, au madini mengine yote yanasafishwa kwa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo sasa baada ya matenganisho yale inapatikana kilicho halisi na kichafu. Kwa kitu cha pili kinachotakasa ni moto. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ndio maana pia katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinachoitwa utakaso, ubatizo wa maji na ubatizo wa moto, ambao ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lazima ubatizo kwa maji na ubatizo kwa moto. Lengo la ubatizo siku zote ni utakaso. Ubatizo unakutakasa. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa maji yanasafisha, lakini pia moto unasafisha. Lakini bado kuna vitu haviwezi kusafishwa kwa moto, haviwezi kusafishwa kwa maji. Hivyo ni vitu ambavyo vipo ndani ya mtu, nafsi ya mtu. Ukiwa ni mchafu, mwili wako unasafishwa kwa maji, unatakata, inatosha hivyo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na vitu vingine ambavyo unavyo, material ambayo unayo, unasafishwa kwa moto pia. Kila kitu kinakuwa sawa. Hata fedha inaingizwa kwenye moto inakuwa safi. Kila kitu kinasafishwa kwa hivyo vitu vile, moto au maji, vitu vinavyoonekana. Lakini tunapokuja katika vitu vya rohoni hivyo haviwezi tena kusafishwa kwa moto wala
kwa maji. Vitu vya rohoni vinaanza kusafishwa kwa kitu kinachoitwa damu. Amen. Sasa hiyo ni siri za rohoni hizo ambazo haziwezi kuhakikiwa na sayansi. Huwezi kwenda kwa mwanasayansi ukamwambia hebu nionyeshe jinsi damu inavyoweza kusafisha vitu vya rohoni. Ni vitu ambavyo havipo katika elimu ya darasani. Maji tunaweza tukajifunza darasani, moto tunaweza tukajifunza darasani. Lakini damu hatuwezi kujifunza elimu yake darasani. Hatuwezi kwenda kumtafuta mwalimu wa jiografia, mwalimu wa kemia, mwalimu wa hisabati, mwalimu wa historia akatuhakikishia jinsi gani damu inavyoweza kusafisha vitu vya ndani. Lakini tunapokuja sasa katika swala la imani, tunakuja kugundua kwamba damu ambayo ipo ndani ya mtu, hiyo ina uwezo mkubwa sana wa kusafisha vitu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Sasa siri hii ilianzia wapi? Siri hii ilianzia kipindi ambacho wana Israeli wanatoka Misri, wanaenda katika nchi ya ahadi. Wakiwa wanaenda katika ile nchi ya ahadi, kuna kitu kilitokea. Mungu aliwaambia wakiwa katika ule mlima Sinai kule vile, ya kwamba utakapofika wakati wamtengenezee Mungu hema. Kwa Musa akaitwa kule juu akaonyeshwa hema katika ulimwengu wa roho, jinsi inavyopaswa kuwa nyumba. Hema ni kama sehemu kama hii. Hii ni hema. Alafu akaambiwa atengeneze hema. Baada ya kutengeneza ile hema, aweke sehemu kuu 3 ambao ni ua nje, ua ndani. Sehemu kuu 4, ua nje, ua ndani, patakatifu na patakatifu patakatifu. Kwa kama hapa ndio hema, ua wa nje ulikuwa ni huko nje barabarani watu wanapopita. Ua wa ndani ulikuwa ni eneo nje ya ili hema, labda pale mbele. Alafu patakatifu ni hapa katikati. Alafu kuna pazia lingine limetenganisha hapa. Alafu huku mbele nilipo mimi ndio pokopa inaitwa patakatifu patakatifu. Musa akaonyeshwa kwenye maono. Baada ya kuonyeshwa kwenye maono, akaambiwa atengeneze hicho kitu. Na baadaye akaambiwa chonge sanduku la agano ambalo aliweke katika kule patakatifu patakatifu. Likaenda likatengenezwa ile sanduku la agano, lilikuwa sio kubwa, ni kama tu meza, size ya meza. Alafu ndani yake akaambiwa weke vitu vikuu 3. Kitu cha kwanza ilikuwa ni zile mbao za amri 10 alizopewa na Mungu kule juu. Na kitu cha pili ilikuwa ni fimbo ya Haruni iliyochipuka. Na kitu cha 3 kilikuwa ni pishi ya mana, yani kikombe kimoja kilichokuwa kimejaa mana. Kwa sababu ile mana ambayo alikuwa anikusanya kule, Mungu aliwaambia wachukue kikombe kimoja wahifadhi katika lile sanduku la agano kule ndani, iwe kumbukumbu kwa vizazi vinavyokuja. Kwa sasa lile sanduku lilikuwa linajulikana kama sanduku la agano au sanduku la ushuhuda. Sasa lengo la kumwambia Mungu kumwambia atengeneze vile vitu ni kwamba kuna wakati ambapo hakuna budi wana Israeli dhambi zao. Na ile hema ilikuwa inahusika sana. Kwa hiyo ilikuwa kila mwisho wa mwezi wa 7 ambapo kulikuwa kuna sikukuu inayojulikana kama sikukuu ya upatanisho. Kwani mkuu anaenda na damu ya mbuzi, anaingia nayo huko patakatifu patakatifu, anasimama pale, ananyunyiza ile damu mara 7 mbele ya kile kiti cha rehema. Akishanyunyiza ile damu mara 7 mbele ya kile kiti cha rehema, wakati huo kulikuwa kuna mbuzi mwingine ambaye alibebeshwa dhambi za wana Israeli na kuachiwa jangwani kule vile, anaitwa aliachiliwa kule jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati kwani mkuu ananyunyiza mara 7 ile damu katika ile kiti cha rehema, baadaye anarudi nyuma, arudi kwa kugeuka na kupa mgongo madhabahu, anarudi kama alivyoingia. Wakati huo tayari uvumba umeshafukizwa kule ndani. Uvumba kwa kuna manukato walikuwa na fukizwa kule ndani, huko kuna moshi. Baadaye kwa mkuu akishatoka nje na kwenda mbali kule vile na kuomba rehema kwa ajili ya wana Israeli. Wana Israeli kule nje wote wanakuwa nakusanyika wakiwa wanatubu na kungama. Baadaye dhambi zao zinakuwa zimefunikwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Lakini kufunikwa, dhambi zao zinafunikwa kwa damu ya ule mnyama, lakini haziondolewi. Lakini ile damu ina nguvu ya kufunika dhambi katika kipindi cha mwaka mzima, siku 360. Kwa kipindi cha siku 360 zile dhambi zao zinakuwa zimefunikwa, hazijatolewa kabisa. Lakini Mungu atazikumbuka tena katika mwaka unaokuja. Kwa mwaka unaokuja wanafanya tena hicho kitu cha kufunika dhambi za mwaka huu na za miaka ile ya nyuma. Na mwaka tena unaofuata hivyo za mwaka huu na za miaka ile iliyopita huko nyuma. Kwa hiyo hakukuwa kuna kitu kinachoitwa ondoleo la dhambi, lakini kuna kitu kinachoitwa kufunikwa kwa dhambi. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa muda wako kasome kitabu kile cha Mambo ya Lawi, kasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kasome kitabu cha Hesabu. Sikwambii ukasome sura ngapi na mstari wangapi, kwa sababu najua Wakristo wengi tunapenda hiyo. Lakini haitusaidii sana. Kasome kitabu kizima cha kuanzia Kutoka, Mambo ya Lawi, Kumbukumbu la Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kasome mfululizo wote huo utapata kitu. Amen. Kwa nataka nikuwekee msingi tuweze kujua jinsi gani damu inaondoa. Lakini hii damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe ambayo pia
yule kuhani mkuu naye pia alipaswa achinje ng'ombe kwa ajili ya utakaso wake mwenyewe kabla kwenda kufanya utakaso kwa watu wengine. Bado haikuweza kuondoa au kusafisha dhambi, lakini ilikuwa inafunika dhambi. Unajua kuna sabuni ambazo ukiziweka kwenye maji zinasafisha sana na nyingine si ni kweli? Na kuna nyingine zinasafisha kidogo. Kwa hiyo damu ya mbuzi na kondoo na ng'ombe ilikuwa inafanya kazi angalau kama inaigiza kusafisha, lakini ilikuwa inafunika. Kwa hiyo ili angalau wana Israeli waishi kumpendeza Mungu ilihitajika damu ya nyama. Lakini hilo jambo liliendelea kwa vizazi na vizazi. Kwa kila mwaka kuhani mkuu anaenda kule anafanya vile upatanisho. Akishakufa kuhani mkuu huyo anakuja mwingine anarithi kile kiti, anakuwa anafanya zile kazi za kuhani. Akishatoka huyo anafanya hivyo. Kwa kila mwaka lile hema likaendelea kuwepo miaka na miaka. Baadaye Daudi ndo alikuja akaona si sawa hema kukaa katika kwenye giza nene, akasema nitamjengea Mungu nyumba. Lakini Mungu akamwambia utanijengea wewe kwa sababu mikono yako imejaa damu. Atakayenijengea ni mtoto wako anayekuja anaitwa Suleiman. Suleiman alipokuja akajenga ile hekalu, akajenga mfumo ule ule, patakatifu na ua wa ndani na ua wa nje. Alafu akaweka majukumu kwa wale makuhani ambao walikuwa ni Walawi peke yao ndio walikuwa wanahusika katika kufanya huduma katika ile nyumba ya Mungu. Kwa ile hekalu likaendelea. Wakawa wanafanya vile kila mwaka. Wasipofanya mwaka, Mungu anakumbuka madhambi yote ya miaka tangu wametoka Misri. Kwa walikuwa hawakosi kufanya vile. Wanafanya hivyo kila mwaka. Lakini ulipofika wakati sasa walifanya makosa, ile hekalu likabomolewa. Zile sadaka za upatanisho zikakoma pale. Mungu akaona hawa watu wanaenda kupotea moja kwa moja kwa sababu kuna kumbukumbu la daima la dhambi katika maisha yao. Kwa akaleta mpango leo bora zaidi, ya damu leo bora zaidi, ambao sasa hiyo damu itakuwa sio tena damu ya mbuzi, sio tena damu ya kondoo, sio tena damu ya ng'ombe, bali ni damu ya mwanadamu, ambao hiyo itatumika katika kusafisha na kuondoa makosa na maovu ya watu wote ambao watakuwepo ndani ya hilo agano. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa ulipofika wakati akaja akazaliwa Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo sisi tunamwona Bwana na ndivyo alivyo, anaonekana kama ni mwana wa Mungu, lakini alikuja na mpango mwingine wa Mungu nyuma yake, ya kuwa kama vile ule mwana kondoo ambaye damu yake ilichinjwa na ule mwanambuzi ambaye ikapelekwa kule katika hekalu, katika hema na kufanya upatanisho kwa wana wa Israeli. Hivyo sasa ulipofika ule wakati ndo Kristo akaenda msalabani akachinjwa. Katika sisi tunaona pale kasulubiwa, lakini maandiko yanatuambia alichinjwa. Kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo anasema mwana kondoo alichinjwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, tayari alishachinjwa. Kwa Kristo alipokufa pale msalabani, wakati sisi tunaona kama ni kifo cha huzuni, wakati wengine wanaona kama ni msiba, wakati wengine wanalia, kumbe pale Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Kolosai Kristo alikuwa anashangilia pale Kalvari. Damu yake ilipomwagika ardhini, moja kwa moja ikachukuliwa katika ulimwengu wa roho na kuhani mkuu ikaingizwa katika ile hema ambayo sio damu na nyama, ikaenda kufanya patanisho. Sasa hapa nataka tujifunze hivi vitu kwa sababu ni vitu ambavyo ni nadra sana kuvisikia. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Ni nadra sana kuvisikia. Kitabu cha Waebrania, kitabu kile cha Waebrania, naenda kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 na mstari wa 11 hadi 15. Hema la kwanza, hekalu la kwanza lilibomolewa, kulikuwa kuna hekalu lingine la mbinguni ambalo hilo ndilo ambalo damu ya Yesu ilienda kufanya upatanisho vile vile kama katika hatua ya kwanza. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 11 hadi 15. Nisikilize kwa makini au tufuatilize hii habari kwa makini. Waebrania sura ya 9 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: lakini Kristo akiisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakao kuwapo. Aliyekuwa ni mkuu. Kumbuka makuhani wa kwanza walikuwa ni wanarithi. Alianza Haruni, alafu akaja wazao wa Haruni wakaendelea. Lakini hapa anatajwa kuwa ni mkuu mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Sikiliza hii habari. Ni habari ambayo unaweza kuona ni kama imekaa kama ileweki, lakini ukielewa utapata ufunuo mkubwa sana. Anasema lakini Kristo akiisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakao kuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ulimwengu huu. Kwa kulikuwa kuna hema nyingine ambayo haijafanywa kwa mikono. Ile ya kwanza ilifanywa na kina Musa, wakawa naingia na damu za kondoo na mbuzi. Lakini kuna hema nyingine ambayo ifanyiki kwa mikono, ambayo haipo duniani. Lakini kuna kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Sikia sasa habari inavyoendelea.
Anasema hivi, nitarudia mstari wa 11 ili tuweze kwenda vizuri. Anasema lakini Kristo akisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama kama mwanzo, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Yesu Kristo aliingia kwa damu yake mwenyewe. Unajua, ndio maana kwa nini tunajifunza kwamba Yesu Kristo ana vyeo vingi. Kuna sehemu anajulikana kama mwana kondoo, kuna sehemu anajulikana kama simba, kuna simba kabila la Yuda, kuna mahali anajulikana kama jiwe kuu la pembeni. Lakini kuna mahali anasema mimi ndiye mlango wa kondoo. Lakini anasema tena mimi ndiyo bawabu. Kwa ana vyeo vingi. Sasa tengeneza picha huko, ni mkuu ambaye ni yeye mwenyewe, anasema anaingia patakatifu kwa damu yake mwenyewe, sio tena kwa damu ya mbuzi na kondoo. Mstari wa 13. Anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyizwa wenye uchafu kutakasa hata kusafisha mwili, anazungumzia kipindi hicho, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, anasema itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 15 anasema na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, au walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Nenda tu hapo sasa, tunaruka sura ya 10 mstari wa 4. Sura ya 10 na mstari, naomba nianze mstari wa kwanza ili tuanze kuelewa vizuri. Sura ya 10 mstari wa kwanza nasema basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha neema cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile walizozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kwa zamani walikuwa wanatoa kila mwaka, haziwezi kabisa kuwakamilisha. Anasema hivi, kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Mstari wa 3. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi, haiwezekani. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu natolewa hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi kupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Huyu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa katika agano la kwanza anaweka tena vizuri, alikuwa kuhani mkuu. Mimi labda ndo kuhani mkuu, natengeneza picha. Sio kwa ndo kuhani mkuu, natengeneza picha ili tuweze kuelewa. Mimi ndo kuhani mkuu, nilikuwa nakuja huku, nikishaingia kwenye pazia nachukua na ile damu, hicho ndo kiti cha rehema, na niunyiza mara 7, nasema Bwana naomba unisamee mimi, samee na wana Israeli. Alafu nikishatoka nje, ile damu ya mbuzi na kondoo inasimama katika ulimwengu wa roho kufunika dhambi za wana Israeli wote pamoja na mimi kuhani mkuu. Mimi nikifa, mtoto wangu anakuja kurithi hii nafasi, au mwingine ambaye atatolewa na Bwana atasimama kwa ajili ya kuhani mkuu, kwa ajili ya mimi na taifa langu la wana Israeli. Kwa nyakati zikaendelea, baadaye ile hekalu likaja likabomolewa, kwa kuwa hakuna tena dhabihu zinatolewa kwa ajili ya dhambi. Mungu akajua kabisa hawana tena kitu cha kuwafunikia dhambi, lakini sio tu kitu cha kuwafunikia dhambi, lakini hata kufunikwa bado sio kamilifu, inahitaji kuondolewa. Ukaja mpango wa Yesu Kristo kuja duniani. Kwa hapo tunaweza kumuona Yesu katika ufunuo, sio Yesu tu kama Bwana. Tunaweza kuona kwamba Yesu kama sadaka iliyotolewa kwa ajili ya dhambi, kutusafisha dhambi. Sio tu Yesu kama wa kutondolea matatizo na kutuambia njoo pokea gari, pokea nyumba. Bwana anasifiwe sana. Kwa hiyo sasa alipokuja Yesu, kulikuwa kuna hekalu lingine liko mbinguni, vile vile hema kwanza, hema nyingine iliyo bora zaidi na kubwa iko mbinguni, sionekana kwa jicho la damu na nyama. Kristo damu yake ilipomwagika pale Calvary, yeye mwenyewe akaichukua damu yake. Utauliza ameichukuaje? Hivi unajua wakati hata katika namna kawaida, unajua Kristo alikufa na kufufuka, wote tunalijua alikufa akafuka siku ngapi? Ya 3. Hivi unajua wakati Kristo anafufuka, ule mti ambao ulimsulubisha bado ulikuwa upo, na hata kama angerudi angeweza kuiona damu yake iko pale ardhini namna hii. Ile misumari bado ilikuwa na damu, maana siku ya 3 damu haiwezi kama imefutika. Kwa Kristo anaweza kusimama kama yeye mwenyewe, na sehemu nyingine anasema alitoa uhai wake na kurudisha. Kwa katika ulimwengu wa roho Kristo alichukua damu yake ile, vile vile akasimama kama kuhani mkuu. Sasa
kulikuwa hakuna hekalu duniani, kulikuwa hakuna hema duniani. Akaenda mbinguni. Alipofika kulikuwa kuna hekalu, akachukua ile damu yake yeye mwenyewe, akaenda akafanya upatanisho kwa namna ile ile ambapo kuhani mkuu duniani alikuwa anafanya. Ile damu aliyoitoa inatusafisha uchafu wote, dhamiri na matendo maovu, kitu ambacho maji haiwezi kufanya, moto haiwezi kufanya, damu ya mbuzi na ng'ombe haiwezi kufanya. Na kwa nini ilitumika damu? Ni kwa sababu dhambi ndio adui kwanza wa maisha ya mtu. Dhambi ndio adui wa kwanza wa maisha ya mtu, na hicho ndicho cha kwanza kinapaswa kitolewe ndani ya mtu. Hakitolewi kwa maji, kinatolewa kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichompunguzia Adamu kuishi milele sio kwa sababu alikosa virutubisho katika ile bustani ya Eden. Kilichopunguza miaka yake kutoka kuishi milele mpaka kupewa miaka ile 930 na baadaye kushuka mpaka 120 mpaka sasa hivi ukiwa na nguvu 70 80 ndio una nguvu, sio kukosa kula vizuri. Kilichosababisha miaka yake kushuka ni dhambi. Dhambi moja tu alifanya bustani ya Eden ikasababisha maisha yake kushuka. Kilichosababisha kula kwa jasho ni dhambi. Kilichosababisha mwanamke kuzaa kwa uchungu ni dhambi. Kilichosababisha ardhi kulaaniwa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Matatizo yote, sisemi 99.9, nasema 100%. Kwa dhambi kikaa ndani ya mtu ndio inamletea matatizo yote. Ndio maana Kristo alikuja, jambo la kwanza ni kushughulika na dhambi. Sio kwamba tulikosa utajiri. Kristo hakuja ili kwamba tuwe mabilionea, sio jambo lake la kwanza kutuleta duniani. Kitu cha kwanza Kristo kumleta duniani sio tusome tu watu wasome maprofesa. Sio tuwe na vitu vingi katika dunia. Kwa sababu hata kabla hakuja Yesu, kina Suleiman alikuwepo. Angetuambia tukajifunze tu kwa kina Suleiman tutakuwa matajiri. Kulikuwa mnaje kuja. Kwa hatuwezi kumchukua Kristo na kumweka katika nafasi ya kwamba anakuja kututolea umaskini kama nafasi yake ya kwanza. Hawezi kuacha mbingu haja hapa duniani kufa ili atutolee umaskini. Hakuna hicho kitu. Hiyo ni sehemu ya pili ya tatu ya matumizi ya Yesu Kristo. Ni sasa na simu. Simu hawezi kusema matumizi yake ya kwanza. Kuna mtu anasema ngoja nikanunue simu ili nikasikize redio. Kuna mtu namna hiyo? Kuna mtu anasema ngoja nikanunue simu ili nikacheze. Hayo ni matumizi yanayokuja. Tumizi kubwa la simu ya mkononi ni mawasiliano, si ndio? Hayo mengine ni ya ziada. Hata asipokuwepo mtu bado atakuwa na matumizi halali ya simu. Hali kadhalika tumizi la kwanza la damu ya Yesu au Yesu kuja duniani sio kutupa sisi mali. Tumizi lake la kwanza ni kutuondolea sisi dhambi. Hiyo dhambi ndo sumu ya kwanza ya maisha ya mtu. Na pasipo dhambi shetani hamwezi mtu. Unajua shetani alikuwepo katika ile bustani ya Eden. Alikuwepo na Mungu aliruhusu awepo. Kwa nini? Kwa sababu shetani pasipo dhambi hana lolote. Kwa alikuwa anazunguka tu. Pale vile angejaribu kumloga Adam anavyotaka asingeweza. Angejaribu kumloga Hawa anavyotaka asingeweza. Angejaribu kumletea magonjwa Hawa anavyotaka asingeweza. Mungu alimwacha Edeni atembee na yeye. Na yeye kama anaweza kubarizi abarizi. Alikuwepo kule. Kwa alichokuja kuona sasa, huyu mtu nitampataje huyu mtu ili nimletee matatizo, nimletee hizo shida, nimletee hizo tabu, nimletee hofu, nimletee huzuni, nimletee uoga, nimletee mashaka. Sio kwenda kumloga kwa sababu alogeki yuko hapa Eden. Ni kumwekea dhambi katika maisha. Kwa alipomwekea dhambi automatically matatizo yakaingia. Pale. Yule simba, yule twiga ambaye pengine au yule ngedere ambaye pengine Adam alikuwa akimwambia panda kanitungulie madafu kule, anashangaa hakuna tena hicho kitu. Ngedere anarukaruka kule. Simba ambaye yuko pale kama urembo wake labda anashangaa anaenda kula mbuzi. Nyati pengine alipewa na Mungu ili amsaidie kilimo kwa maagizo mafupi, anashangaa yule nyati anampiga pembe. Dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ardhi inaweza kumkataa, inamzalia miiba na michongoma, analima kwa jasho. Shazoea kipindi kile akikaa tu hivi nyasi kutoka mboga zinaota zote. Ulikuwa mnaja kulima kwa muda mrefu vile. Yeye ni kazi yake ni kuyapanga tu mambo yanayote yenyewe. Lakini akashangaa yale bustani yote imeharibika. Hakuna tena raha kukaa pale Eden. Dhambi ndio imeharibu mambo yote haya. Kwa Kristo kaja kutoa hiyo dhambi, kutusafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anatusafishaje? Anatusafishaje hiyo dhambi? Je, ni kila mtu tu kwa sababu amekufa kwa dunia nzima tayari ofa ipo kwa watu wote? Hapana, haipo kwa watu wote.
isipokuwa wale wanaotaka. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Wakati kuhani mkuu zamani akichukua damu ya mbuzi na kuingia nayo katika patakatifu, alikuwa afanya upatanisho kwa dunia nzima. Ilikuwa ni kwa wana wa Israeli tu, taifa teule. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna Waswahili tulikuwepo huko, kama kulikuwa kuna Wahindi, kama kulikuwa kuna Waafrika, kama kulikuwa kuna Wachina, ile damu ilikuwa inahusu, ile damu ilikuwa inahusu wana wa Israeli tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Kristo anapokuja anaitengeneza Israeli nyingine katika namna ya roho, ambao ni wale wote wanaomwamini wanaingia katika agano, ile damu inafanya kazi juu yao. Kwa hiyo sasa ukimpokea Yesu na kumwamini, ndio maana yapo inapokuja kwamba ukimwamini Yesu Kristo na kutubu dhambi zako, kumaanisha kuziacha, na kwenda kubatizwa, tayari unaingia katika agano la damu ya Yesu, na ile damu ambayo umeingia katika agano inakusafisha dhambi zako. Bwana na asifiwe sana. Inakusafisha nini? Na dhambi ndo sumu ya nini? Ya maisha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ndio kitu tu pekee Kristo alichokuja nacho. Anasema mwanzo injili ya Yesu Kristo, tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Makosa yaliyoko ndani ya mtu, hao ndio wanaosababisha matatizo yote. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ndicho kilichomleta Yesu. Hicho kiweke kwenye akili yako daima. Ukishindwa hicho kukiweka ndani ya moyo wako na akili yako, utachanganywa na elimu zinazoendelea sasa hivi, ambazo elimu zinakuambia kitu cha kwanza cha Yesu, ukienda kwa Yesu, jambo la kwanza wewe umetajirika, lakini ndani yako kuna dhambi. Uwe na mali lakini ndani yako kuna dhambi. Uwe na hivi na hivi lakini ndani yako kuna dhambi. Hautafika popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautafika popote. Lakini ukimwamini Yesu na kumpokea na kujua ufunuo ulioko katika damu ya Yesu kwamba imekuja kuondoa dhambi, hapo utakuwa huko huru. Naomba nikusomee maandiko kadhaa. Kitabu cha Mathayo sura 26 na mstari wa 28. Sikiliza maneno ya Bwana Yesu peke yake mwenyewe. Mathayo 26 mstari ule wa 28. Mathayo 26:28 anasema hivi: kwa maana hii ndio, labda nianze mstari wa 26 ambapo ili somo utajifunza vizuri Jumapili wakati tunashiriki ile meza ya Bwana. Anasema nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema toeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi, sio ondoleo la umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ondoleo la dhambi, kwa sababu dhambi ndio inayoleta shida zote hizo ambazo tunazijua, magonjwa, maradhi na kila kitu. Kwa Kristo alikuwa anaonyesha kwamba damu yake ndio damu ya agano jipya kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kasome Ibrania 13:10. Naomba nisome tena. Nataka nikupe tu mistari uweke mingi katika akili yako iweze kusaidia. Ibrania sura 13 mstari wa 20. Ibrania sura 13 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu afanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye kisha kufanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo utukufu una yeye milele na milele. Hiyo ni nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Sasa tumeshaangalia, nataka tuende haraka kidogo, hatatumia muda mrefu hapo. Tumeshaangalia jinsi gani damu inasafisha na kuondoa dhambi. Unapotubu na kubatizwa, unapata ondoleo la dhambi. Mungu kwako anakuangalia ni mtakatifu. Hata kama una vikasoro vidogo vidogo, unatengenezwa na yeye, kwake ni mtakatifu. Unazidi kutengenezwa kuelekea ukamilifu. Ni ofa kubwa sana tuliopewa. Amen. Na tunakuwa katika wingu la baraka, dhambi zetu zinaondolewa, sio hakuna kumbukumbu tena la dhambi zako. Lakini sio tu kutakasa au kuondoa dhambi damu Yesu inafanya, lakini pia damu Yesu inatakasa na vitu vingine. Inatakasa na vitu vingine vyote vya nje. Naomba nisome Waebrania 13 hapo 12. Waebrania 13:12. Ndio, Waebrania 9 mstari wa 20. Naomba nianze mstari wa 19. Waebrania 9 mstari wa 19 hadi 20. Anasema, maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji
na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyiza kitabu chenyewe, damu hiyo ya agano la kale ya mbuzi na kondoo ilikuwa inanyunyizwa pia kwa kitabu kile, kitabu cha sheria na Torati. Anasema na watu wote, maana kile damu pia ilinyunyizwa kwa watu nje kule, akisema hii ndio damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Kwani alikuwa anafanya, anasema ilikuwa ni mkuu. Na ile hema nayo na vyote na vyombo vyote vya ibada alivinyunyiza damu vivyo hivyo. Ile damu pia ilinyunyizwa pia kwa hema, ilinyunyizwa pia kwenye ile hema, ikanyunyizwa pia katika vitu vyote na vyote katika ibada, kama mali hapa damu nyingine inanyunyizwa sehemu zote. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ukisoma sehemu nyingine sana sema kama damu ya mbuzi na ng'ombe iliweza kusafisha, vipi damu ya Yesu Kristo? Kwa hiyo damu pia inanyunyizwa. Kwa katika ulimwengu wa roho sasa, damu ya Yesu hatuende kuichukua kama damu kwenye kibakuli na kuanza kunyunyiza. Lakini damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho inanyunyizwa. Ikinyunyizwa inasafisha na kuondoa, sio tu kusafisha na kuondoa. Kwa maana saa nyingine tunapoomba tunasema tunaita damu Yesu kwa imani, sio kwa kukariri. Tunaita damu Yesu itakase madhabahu. Damu Yesu itakase watu. Damu Yesu itakase nyumba yangu. Damu Yesu itakase vitabu vyangu. Damu Yesu itakase nyumba yangu. Damu Yesu itakase. Kila kitu tukisema hivyo kinatokea kama kilivyo. Kwa faida nyingine ya damu ya Yesu ni kwamba tunapoitumia, tunapoinyunyiza, inatakasa na kusafisha, inaondoa uovu wote. Amen. Huko ushirikina mwingine damu ya Yesu inaondoa. Kama umeshampokea Yesu, ukinyunyiza damu ya Yesu kwa imani, nasema kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ale hai, na nyunyiza damu ya Yesu mahali hapa kwa imani, sio kwa kukariri. Kwa imani na nyunyiza damu ya Yesu katika chikiti. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika madhabahu. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika ardhi. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika vitabu vyangu, kila mahali. Ile damu inaenda kufanya matokeo yale yale kama tunavyosema. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo ukisema ananyunyiza damu ya Yesu, kwa sababu katika agano la kwanza damu ile ilisafisha hata watu walikuwa wamekaa kule nje na nyunyizwa kwao pia. Alafu inakuja huku madhabahuni pia na nyunyizwa mara 7 kwa ajili ya utakaso. Kwa hiyo ilikuwa inaweza kunyunyizwa. Damu ya Yesu inafanya zaidi ya hayo. Ndio maana pia maombi ya kuomba kutumia damu ya Yesu ni ya muhimu, lakini ni muhimu kujua kwanza hichi kitu kabla kuomba tu. Sababu wengi tunaomba tu damu ya Yesu lakini hatujui kwa namna gani inafanya kazi. Amen. Na damu ya Yesu hatuwezi kutumia kama maji. Sasa hivi kuna maji ya upako. Sio damu ya Yesu hiyo. Amen. Labda uongozwe na Roho Mtakatifu useme haya maji kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Na anyunyiza kama ishara ya damu ya Yesu, alafu kanyunyiza mahali fulani. Kwa ufunuo maalum, lakini sio staili kwamba kesho sasa ndio hiyo staili urudie jambo hilo hilo katika kila tatizo, hapana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Ikiwa umepewa maagizo maalum na Roho Mtakatifu kwa ishara ile ile ya damu ya Yesu inayomwagika na inayonyunyizwa, ukasema maji haya kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu na kwa agizo la Bwana kama ishara ya damu ya Yesu, naomba kafanye kazi kama damu ya Yesu. Alafu kachukua ile maji ukaenda kanyunyiza mahali, ukaenda kanyunyiza mahali, ukaenda kanyunyiza mahali, ukaenda kanyunyiza mahali, unakuwa na matokeo makamilifu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nilikuwa niko hapa, ilikuwa ni Jumamosi kabla ibada. Nikasikia Roho Mtakatifu ananipa maagizo hayo. Alisha kunipa maagizo ya kutembea kabla ibada, kuzunguka huku hii mitaa yote huku. Yaani kupiga cycle ile eneo lote. Unatembea. Hayo ni maagizo ambayo sio mafundisho. Siwezi kusema ni mafundisho kwamba ni wafundisho watu. Natoa tu kama ushuhuda. Kwa hiyo nikaa natembea huku na omba, huku nasema nanyunyiza damu ya Yesu. Kila Jumamosi kwa nazunguka mtaa, mzunguko wote kuanzia kule kote kwa nazunguka eneo lote. Sababu nilipewa ufunuo kwamba kuna vizuizi vinakuepo kule. Vizuizi vinazunguka sio tu hapa, kule. Kwa nazunguka kule. Baada ya kupoka ananiambia nichukue pia maji, sio mara zote. Niombe pia kuzunguka huko. Siku moja nikapewa maagizo. Nikachukua maji. Nikaombea kwa agizo la Roho Mtakatifu. Nikaanza kunyunyiza. Wakati nanyunyiza, nikapita mzunguko hapo. Nilipofika pale nje pale, ndio nilikuwa namalizia pale. Na mwaga maji hivi. Akatokea nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Sio nyoka kwenye maono, nyoka damu na nyama. Ni wale nyoka weusi ambao wanatokeaga majumbani, tunajua Ndio hao. Akatokea pale vile. Sasa sijao alikuepo na mimi ndo kamkutia pale, I don't know. Lakini nilichokifanya tu wakati namalizia kumwaga ile maji ni kama vile nilimshtua. Akatoka, akaenda pale. Hakuwa mkubwa sana lakini alikuwa ni wa kiasi tu.
Ni hawa kaida ambao unaweza kukutana nao huko. Sasa sijajua alikuwa na vitu gani. Pale nilikamua, lakini nikajua kumbe kuna kitu ambacho ibilisi alikuwa anataka kukifanya katika ulimwengu wa roho. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hilo lilikuwa ni agizo tu la muhimu. Unaweza kufanya hivyo. Kristo angeweza kuniambia nisitumie maji, nikaomba tu nikasema kwa imani nanyunyiza damu Yesu. Nikazunguka eneo lote hili na bado matokeo kana yale. Lakini kama ikitokea agizo kama hilo linakuja, basi unafanya, lakini sio stahili kwamba unarudia kufanya namna hiyo. Na nazo shuhuda nyingi sana za kutumia damu ya Yesu na nikaona matokeo ya papo kwa hapo. Kwa sababu damu ipo, inanena na inatenda. Kwa maana Ibrania 12:24 anasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa. Zingatia hilo neno, damu ya kunyunyizwa. Ile sio damu ya kukaa tu, inanyunyizwa, inanywewa na inatumika. Kwa Kristo, ndio maana hapa tumeandika Ibrania 12:24, damu ya kunyunyizwa. Unanyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu unanyunyiza. Kila kitu kwenye Torati kilitakaswa, kilisafishwa kwa damu. Unanyunyiza damu ya Yesu. Kwa imani ukifanya hivyo, unaanza kuona matokeo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Hali kadhalika hiyo damu ya Yesu inaondoa matatizo, inaondoa magonjwa, inaondoa kila kitu. Inawezekana una shida, inawezekana una taabu, inawezekana una tatizo fulani katika mwili. Sizungumzia hata katika mwili. Kwa imani sasa, wewe ukiwa kama wewe, niko nasoma ile andiko. Kwa nini hapa anasema Yesu kwa damu yake mwenyewe? Kwa nini hakuja nabii mwingine na akumtumia nabii Musa? Kwa nini akumtumia nabii fulani kwamba ichukue damu ya Yesu ipeleke kule? Anasema kwa damu yake mwenyewe aliingia patakatifu. Ni Kristo kutufundisha sisi kwamba kuna vitu sio lazima tufanyiwe na watu. Sisi wenyewe mikono yetu inaweza ikawa ikapokea nguvu ya kufanya miujiza na ishara. Huu mkono wako ukasema Kristo anakuja kwa damu yako Yesu na iweka katika mikono wangu. Sihitaji kwenda kwa mchungaji, sihitaji kwenda kwa nabii. Kwa mikono yangu, kwa imani na nyunyiza damu ya Yesu hapa na kuhakikishia matokeo yanatokea yale. Ndio kuhani tuliopewa. Kasome kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6. Biblia inasema hivi ya kwamba akatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Sisi tunafanyika kuwa makuhani kwa Mungu wetu, tunafanya huduma ile Kristo aliyoifanya. Ndio maana anasema wakati mwingine anasema na tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, tuingie katika kiti cha neema kwa ujasiri, patakatifu, tunapokaribia patakatifu kwa damu ya Yesu. Maandiko yanasema hivyo. Kwa tunapoitumia damu ya Yesu sisi kama viungo vya Kristo. Sehemu nyingine anasema vitu vyote ni utumishi wake. Kama kiungo cha Kristo, ukachukua mkono wako ukasema mimi napachika hapa kwenye mguu leo hii kwa damu ya Yesu Kristo inaonena mema, damu ambayo inasafisha, inayotakasa, damu inayo ni agano jipya. Natakasa mguu wangu kwa leo kwa jina la Yesu. Nakwambia utatoa ushuhuda bila kwenda kwa mtu yoyote. Unamkumbuka yule mwanamke? Alikuwa anatoka damu miaka mingapi? 12. Alimfuata Petro. Alimfuata nabii fulani. Alijua ni Yesu, mimi naenda kumgusa, wala hata sihitaji mimi kwenda kufanya hata hizo njia nyingine. Kwa imani, lakini Kristo alimsifia kumwambia imani kama hii sije kuiona. Ni kubwa. Lakini walikuwa kwa mama wengi wenye matatizo, wanatoa request, wengine wanatuma bwana naomba tuje, naomba tufanye nini? Kristo anambia nitakuja. Yule mwanamke akasema mimi sitasubiri hizo ofa, sitasubiri hizo order. Mimi ni maskini, sina hata hela kumleta huyu bwana. Nifanye nini? Moja kwa moja mimi nitaweka mkono wangu pale, nitashika tu ile pindo la vazi pale akapokea uponyaji. Kristo anasema akasikia nguvu zinamtoka. Sio kwamba alishoa nguvu akashindwa kusimama, pana. Alisikia kuna upako unatoka kwake, unaenda kumfuata mtu fulani na kumponya. Kwa sababu ya imani tu. Na leo hii unaweza ukatumia imani hiyo. Kwa sababu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Badilika Ibrania 13:8. Yule ukimwendea leo hii kwa damu yake na kusema Kristo leo hii mimi nakuja mbele zako. Ile damu sioni kwa jicho la damu na nyama, lakini hata wewe ulivyoichukua na kwenda nao kwenye hekalu ambalo linaonekana kwa macho, haukwenda nao kwa damu kwa jicho la damu na nyama. Hata ile hekalu lenyewe mimi sije kuliona huko mbinguni, na mimi leo hii nakikaribia kiti cha rehema, nadai uponyaji wangu, nadai uzima wangu, nadai afya yangu. Hii damu inanena kwa ajili yangu. Papo hapo nakuhakikishia. Kwa imani tu. Haihitaji chemistry, haihitaji physics, haihitaji hisabati, haihitaji jiografia. Inahitaji imani tu, kitu ambacho Mungu kakiweka kwa mtu, hajakiweka kwa twiga, hajakiweka kwa swala, hajakiweka kwa nyama. Kwa nyama hana imani. Ndege hana imani. Wala ana ujasiri tu. Simba ana ujasiri, hana imani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hana imani kwamba akienda pale yeye ana ujasiri tu. Sisi wanadamu tuna ujasiri na tuna kitu kinachoitwa imani ndani yetu. Kwa hiyo tukichukua imani na kuiweka na kuitumia kama ilivyo na kuamini katika nguvu za Yesu Kristo kupitia agano la damu yake, tunafungua milango. Ndizo funguo ambazo tumepewa. Petro akaambiwa, Kristo akaambiwa kuna Petro na wanafunzi wake ya kwamba nimekupa funguo wewe, utakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, utakalolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Unafikiri hizo funguo ni za damu na nyama? Ni funguo za ufunuo. Funguo za ufunuo. Kubadilisha tu mindset yako. Kubadilisha tu jinsi unavyoelewa mambo. Ukibadilisha mfumo wako wa kuelewa mambo, hususan maandiko matakatifu, unafungua milango mingi ambayo watu wengine watasema, wewe unawezaje kukaa hivi? Wewe unawezaje kuenenda hivyo? Wewe unawezaje kuishi hivyo? Unawezaje kuishi hivyo? Nakwambia ukweli, sikudanganya. Neno la Mungu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa leo hii tutaenda kuomba. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Yesu anakupenda, wala tusiogope. Yamkini una hofu, una wasiwasi. Leo tayari kupitia maombi ambayo tumeomba hapa, Kristo ashaondoa hofu ndani yako. Wala tusiogope mtu wa Mungu. Kwani una wasiwasi na kuwa na hofu nyingi na kati damu ya Yesu ipo? Kwani unateseka? Kwani unapata shida na kati aliyekufia yupo hai? Haitakiwi iwe hivyo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Wala tu sio muoga kweli, kuogopeshwa na wachawi, unaogopeshwa na waganga, ulali usiku kucha unaambiwa hivi na vile. Huyu anakuja kukuambia elimu hii, yule anakuambia hivi, anakuambia kwa nini hiyo hivyo? Haitakiwi hivyo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Basi ninaomba tu wakati tunaenda kumwabudu Mungu kwa nyimbo hii, moyoni mwako utaanza tu kujinyenyekeza na kumwambia Bwana, naomba unisaidie. Amen. Tutaungana na jeshi la malaika katika ulimwengu wa roho. Kumbuka hekalu la kwanza lilifanyika na mikono, lakini la pili liko mbinguni. Huko mkutano mkuu, malaika 1000 sasa na Ibrania 13:23. Hapo mbinguni kuna wenye uhai wanne wanaomwa Mungu. Mbinguni kuna wenye uhai wanne wanaomwimbia Mungu. Mbinguni kuna wenye uhai wanne wanaomwimbia Mungu. Mbinguni kuna uhai wanne wanaomwimbia Mungu, wakisema wastahili wewe Bwana, wakisema wastahili wewe Bwana, wakisema wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu, wakisema wastahili wewe Bwana, haleluya, wastahili wewe Bwana, haleluya, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu, tena wakisema wastahili wewe Bwana, haleluya, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Twaungana na wenye uhai wanne wanaomwimbia
tukisema wastahili wewe Bwana, tunasema wastahili wewe Bwana. Oh, tunakiri wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Oh, tunaimba wastahili wewe Bwana, peke yako wastahili wewe Bwana, peke yako wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Oh, tunaimba wastahili wewe Bwana, Bwana wetu wastahili wewe Bwana, Mungu wetu wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Tena wastahili wewe Bwana, haleluya, wastahili wewe Bwana, Bwana wetu wastahili wewe Bwana, kupokea utu. Naomba utumie mikono yako sasa, naomba utumie mkono wako sasa. Huo mkono umepewa mamlaka. Anasema wingi wa siku katika mkono wa kuume, utajiri na heshima mkono wa kushoto. Kupitia mikono yako leo hii, kwa imani, nyunyiza damu ya Yesu kuanzia kwenye utosi wa kichwa chako. Kwa imani tu, wala sio kwa imani tu. Fanya kwa imani tu leo hii, fanya kwa imani leo hii, fanya kwa imani tu, fanya kwa imani leo hii, utaona matokeo ndugu yangu. Fanya kwa imani leo hii, fanya kwa imani tu. Hiyo damu inyunyize hapo ulipo, inyunyize hapo ulipo katika ulimwengu wa roho. Mwambie Bwana, naomba damu yako leo hii, naomba damu yako leo hii initakase dhambi zangu, initakase maradhi na magonjwa. Leo hiyo damu ipo. Nami nakuombea damu ya Yesu ikakuponye. Hiyo damu itumie leo hii. Oh yes, nasogea mbele zako Bwana, mjumbe wa agano jipya, Yesu Kristo, na damu ya kununyizwa inenayo mema kuliko ile damu ya Abili. Damu yako ambayo inanena mema kuliko damu ya mafahali na mang'ombe, ambayo inatakasa leo hii nafsi, roho na mwili. Oh Yesu, naomba ikamtakase kila mmoja aliyoko mahali hapa Baba. Hizo dhambi zilizokaa, hayo matatizo yaliyokaa, ninaomba leo hii Mungu, hizo dhambi zinazozinga, ambazo ni ngumu kuacha, ambazo ni ngumu kuziacha, leo hiyo damu ikavunje leo hii. Hiyo damu ikavunje. Moto hauwezi kusafisha, maji hawezi kusafisha, wala kitu kingine isipokuwa damu yako tu Yesu. Nami ninaomba Bwana, ndani yangu Bwana, yamkini zipo dhambi zinazoendelea, zinazomea. Naomba leo utakaso, naomba utakaso. Hiyo damu ya Yesu, nenda kukusafisha, damu ya Yesu nenda kutakasa, damu ya Yesu na kutakasa. Tumia kinywa chako, tumia ishara za mikono yako, mwambie Bwana, najinyunyiza damu yako, ninaoga katika hicho kijiti cha utakaso, utakaso wa damu yako. Damu ya Yesu na kusafisha, damu ya Yesu na kusafisha dhamiri zako, dhamiri yako, maisha yako, nafsi yako. Pokea utakaso wa damu ya Yesu, 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 pokea utakaso wa damu ya Yesu. Kila cheni zote, kila minyororo, kamba zote, mikatale yote ya dhambi, ya uasi, ya uovu, umeshindwa kuendelea mbele, umeshindwa kumtumikia
kumtumikia Bwana, umeshindwa kuishi maisha masafi, umeshindwa kuishi maisha ushuhuda, umeshindwa kumjua Yesu kwa sababu ya vizuizi. Leo hii damu inakusaidia, damu inakufungua, damu inakuweka huru, damu inakutakasa, damu inakutakasa, damu inakutakasa. Ipo nguvu, 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 ipo nguvu katika damu ya Yesu. Ipo nguvu katika damu ya Yesu. Damu ikakufungue, damu ikakuweke huru, damu ikakutakase, damu ikakusafishe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu, endelea kuita damu ya Yesu. Hiyo damu inapita, hiyo damu inatakasa kama vile inavyozunguka. Hiyo damu leo hii inaenda kutakasa, 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 hiyo damu leo hii inaenda kutakasa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu ikakuponye, damu ya Yesu ikakuponye, damu ya Yesu ikakuponye, damu ya Yesu ikakuponye. Pokea uponyaji wa damu ya Yesu, pokea uponyaji wa damu ya Yesu, pokea uponyaji wa damu ya Yesu. Huo mkono, huo mguu, huo mwili, hivyo viungo vya ndani, viungo vya nje, damu ya Yesu inapita, 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 inanena kwa ajili yako, inakufungua sasa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru, pokea kuwa mzima, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa uliokaa ndani yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu leo tunaukemea, ukaondoke. Hauna nafasi, hauna nafasi, hauna nafasi. Na nyunyiza damu ya Yesu juu yako, na nyunyiza damu ya Yesu juu yako. Tunyunyiza damu ya Yesu mahali hapa, endelea kunyunyiza damu ya Yesu mahali hapa, endelea kunyunyiza damu ya Yesu eneo hili. Neema ya Mungu ikatembee na sisi daima. Damu ya Yesu katika mahali hapa, Kristo akatukuzwe, Kristo akaabudiwa hapa, wokovu kafanyike hapo, katokee mahali hapa. Damu ya Yesu bado tunahitaji kunyunyiza, inasafisha. Endelea kunyunyiza damu ya Yesu katika kanisa letu, endelea kunyunyiza damu ya Yesu katika madhabahu hapa, katika kwa imani nyunyiza hata katika kila kitu. Sema damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inasafisha, damu ya Yesu inasafisha. Oh Baba, naomba kwa jina lako, mapoza yote, roho zote, chochote kinachotufuatilia, kinachopeleleza eneo hili, hiyo damu takatifu, hiyo damu takatifu inakomboa, hiyo damu inaokoa, hiyo damu inageuza, hiyo damu inabadilisha, hiyo damu inafungua, hiyo damu inafungua, hiyo damu inatakasa sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Oh Yesu asante, oh Yesu asante, oh Yesu asante, oh Yesu asante, oh Yesu asante. Kanyunyize damu ya Yesu nyumbani kwako. Haupo pale, lakini hata kwa imani nyunyiza damu ya Yesu pale. Nyunyiza damu ya Yesu nyumbani kwako, nyunyiza damu ya Yesu kwa watoto wako, nyunyiza damu ya Yesu kwa wazazi wako, nyunyiza damu ya Yesu kwa kila mtu, nyunyiza damu ya Yesu kila mahali, kila kitu, hata shughuli zako. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye chombo chako, kwenye nyumba yako, kwenye ardhi ya nyumbani kwako. Nyunyiza damu ya Yesu hata katika hiyo kalamu yako, nyunyiza damu ya Yesu hata katika mavazi yako yote, kila mahali. Damu ilisafisha, ilitakasa, nao naabudu kule. Hiyo damu inapita, damu inapita imani. Bwana Yesu, ninaomba damu yako Mungu ipite kule mahali tulipo, ipite kule mahali watoto wako walipo, katika nyumba zao. Ponye Baba, fungue jo, fungue jo vilivyofungwa. Damu nyingine zilizomwagwa zio ni kafara, damu zilizotangulizwa, damu za wanyama, kafara zilizotangulizwa, iko ni mbuzi, ni ng'ombe alichinjwa kule manyumbani. Baba, tunatangua sadaka hizo zilizotolewa na kafara hizo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba damu yako katika kazi za watoto wako, katika shughuli zao za mikono, katika kila mahali walipo. Naomba Mungu hiyo damu ikafungue milango, ikafungue milango. Damu yako katika vituo vyote vya elimu, damu yako katika mashule, damu yako katika mavyuo, damu yako katika mitaa, damu yako katika majumbani, hizo shule za msingi, watoto wanaposoma. Mungu kaangalie kule, damu tunanyunyiza katika shule zao. Damu ya Yesu sasa, damu ya Yesu sasa, hiyo damu ya Yesu, 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 hiyo damu ya Yesu. Oh, asante Yesu.
haleluya, wastahili